Askari mmoja alirusha gari la kuchezea katikati ya barabara, kisha akawapa ishara wenzake walilenge. Kadiri ya lami ya lile gari ilivyozidi kulia kwa sauti kubwa, hofu ilianza kuongezeka miongoni mwao, kana kwamba walihisi hatari kubwa ilikuwa inakaribia. Ndani ya muda mfupi, kelele ile ilivutia kundi kubwa la monsters. Walitambaa kwa kasi kubwa sana na kuwazunguka askari kutoka kila upande. Kapteni mara moja akatoa amri ya kufyatua risasi. Kila askari alikuwa na shabaha nzuri na monsters wengi waliangushwa ndani ya sekunde chache. Lakini hata hivyo, ushindi ulionekana hauwezekani kwa sababu risasi zao zilikuwa zinaisha, huku idadi ya monsters ikiwa bado ni kubwa sana. Risasi zilizobaki zingeweza kuwafanya waendelee kuishi kwa dakika 10 tu zaidi. Ghafla monsters wote walirudi nyuma. Askari walihisi ulikuwa mtego, hivyo wakaendelea kuwa makini. Muda mfupi baadaye, monster wa kutisha zaidi akaonekana akiwa na kasi kubwa kuliko wengine wote. Hakuna hata risasi moja iliyoweza kumgusa. Askari hawakuwa wanachagua zaidi ya kuendelea kumkwepa kwa sababu pigo moja tu kutoka kwake lingeweza kuwararua vipande vipande. Kwa bahati nzuri, monster huyo alipoteza mwelekeo na kugonga gari alipokuwa akiwafukuza. Kapteni akapanda juu ya lile gari na kumpiga risasi hadi akaanguka. Lakini wakati huo huo, askari mmoja aliangalia rada na kuona wimbi kubwa la monsters likikimbilia upande wao. Sasa kupigana nao moja kwa moja ilikuwa haiwezekani. Kapteni haraka akamwongoza wote kuingia kwenye jengo lililokuwa karibu na kupanga kuweka mabomu kwenye kila floor. Wakawasha spika za jengo kwa sauti kubwa kabisa na hata wakaweka spika kubwa nje ya jengo. Pia wakavunja magari yaliyokuwa eneo la parking na kuwasha alamu zake. Wakivutiwa na kelele hizo kubwa, monsters wakaanza kuwasili tena.